Kwanza na mimi naomba niungane na nyinyi nitangulie kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia tukakutana hapa katika jambo hili adhimu kabisa kwa manufaa ya nchi yetu. Lakini la pili, naomba nichukue fursa hii kwa dhati kabisa kuwashukuru nyote ambao mmeshiriki katika shughuli na hasa waalikwa mbalimbali kwa kuheshimu wito wetu, lakini kikubwa kwa kuonesha vipi mnathamini mustakabali wa nchi yetu. Naomba niwashukuru sana. Sikuwa na haja ya kuwataja mmoja mmoja kwa sababu aliyetangulia kuitambulisha shughuli hii aliwataja kwa ufasaha mkubwa sana. Naona kwa sababu ya muda mimi niseme tu kwamba tunawashukuru kwa dhati kabisa. Ndugu washiriki, nikiri kwamba hii ni mara ya kwanza kwa chama chetu kuitisha mjadala wa kitaifa wa namna hii. Tumeufanya baada, kama tulivyotangulia kuelezwa, ya kufanya tafakuri kubwa ya nchi yetu ilipotoka, ilipo na yale ambayo tunayaona juu ya mustakabali wa nchi yetu. Mimi niseme kwa ufupi, sisi bado tunaona kiza kinene kimetanda na bado kipo mbele yetu. Na kwa sababu hiyo ndio maana tukasema sisi kwanza, kama ni sehemu ya wajibu wetu wa kikatiba kama chama cha siasa, kama sehemu ya Watanzania, basi tuchukue hatua hii ya kuwaomba wenzetu, wadau mbalimbali, tushirikiane, tutazame mustakabali wa nchi yetu na iwe ni sehemu ya mjadala wa kitaifa ili kupata mustakabali mwema wa nchi. Kwa sababu baada ya yote yaliyopita na hata baada ya kutoka kwa ripoti ya Jaji Chande, sidhani kama kuna Mtanzania ambaye anaweza kuona tunakoelekea mpaka sasa. Sidhani. Sisi tunasema we don't see not only all the stairs, we don't see any of the stairs mpaka sasa. Kwa hivyo tumechukua jambo hili kama ni sehemu ya wajibu wetu, na tuahidi kwa kupitia kikao hichi kwamba tutaendelea kufanya hivi, kushirikiana na Watanzania wenzetu ili kupata mustakabali mwema wa nchi yetu. Tulichokifanya, naomba mtuamini kwamba si kwa maslahi ya chama chetu, ni kwa maslahi ya nchi yetu, isipokuwa tumetimiza tu wajibu wetu. La kwanza tunalolizingatia au tunaloliona ni tunaona kwamba nchi ipo njia panda, inahitaji uongozi. Katakulia kusema makamu mwenyekiti hapa kwamba ACT Wazalendo tumeitisha kongamano hili la leo kwa sababu kwa uchambuzi, kwa tathmini yetu tulioifanya, tunaona kwamba nchi yetu ipo njia panda na inahitaji uongozi madhubuti wa kuchagua mwelekeo sahihi wa nchi yetu. Kama alivyowahi kusema mwanaharakati maarufu Martin Luther King kwamba kipimo cha uongozi sio pale mnapokuwa katika amani, katika raha, katika faraja. Kipimo cha uongozi ni pale mnaposimama wakati wa changamoto na mkanganyiko. Na sisi tunaona kwamba nchi yetu ipo katikati ya changamoto kubwa, ipo katikati ya mkanganyiko mkubwa. Bila uongozi madhubuti kututoa kwenye mkwamo
tulionao, upo uwezekano usio na shaka kuwa nchi yetu inaweza kuingia kwenye mkwamo mkubwa zaidi wa kisiasa, kiuchumi na kijamii. Tuombe Mungu kwamba baada ya yaliyotokea lisitokee tena jingine linalofanana na yaliyotokea. Ikitokea basi tunaamini kwamba mambo yatakuwa magumu zaidi. Na tunasema hivi kwa sababu leo tuna faida moja kubwa sana. Tuna faida kwamba pamoja na yote yaliyotokea, pamoja na wakati mwingine unaonekana labda watu kuna uhasama, lakini faida moja tulionayo katika nchi yetu, bado watu wanaweza kukaa pamoja wakazungumza na kupata mustakabala mwema. Inayosikitisha kwamba pamoja na fursa hiyo, Watanzania na hasa viongozi waliojipa mamlaka ya nchi hii wanaichukulia hii for granted, kama ni kwamba ni jambo la kawaida, ndio Tanzania yenyewe. Hiyo sio Tanzania. Ni Tanzania iliyojengwa kwenye misingi hiyo. Lakini tukiibeza, tusipoithamini hili na tusipolitumia kwa wakati mwafaka, Tanzania hii basi itabadilika na itakuwa zaidi ya nchi nyingine ambazo nazo zimepitia katika haya. Kwa hivyo tunaona ni wakati mwafaka kabla hatujaingia kwenye tatizo lilokuwa kubwa zaidi. Lakini tunafanya haya kwa ajili pia ya kutoa fursa kwa Watanzania wenzetu mbalimbali. Hapa tunaziona sura mbalimbali ambazo tunaamini kwamba haziwezi kushindwa kutoka hapa, na jambo zuri litakalosaidia kujenga mustakabala mwema wa nchi yetu. Kwa hiyo sisi tumesema tutangulie kutumia fursa hii kwa ajili ya kutoa fursa kwa Watanzania wenzetu mbalimbali kutumia fursa hiyo. Licha ya maneno ya kujifariji ya watawala kuwa nchi yetu inasonga mbele, ukweli ni kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 umeacha majeraha makubwa sana kwa taifa, kwa pande zote mbili, Tanzania bara na Zanzibar. Majeraha ambayo yameathiri sana mustakabala wetu wa ndani na heshima ya nchi yetu kimataifa. Uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 umetumbukiza taifa kwenye mgogoro mkubwa wa kijamii ambao matokeo yake, usipochukuliwa hatua sahihi za upesi, unaweza kuligawa na kuliangamiza taifa letu. Hatupaswi kufika huko. Mifano ya wazi ambayo yanaashiria haya tunayosema ipo kadhaa, na hapa naomba nichukue fursa hii niitaje mifano michache tu. La kwanza ni legitimacy ya uongozi tulionao wa nchi. Hata kama watu wanajifariji kwa kusema kwamba wapo madarakani kwa sababu wametangazwa na tume ya uchaguzi au tume za uchaguzi, lakini namna uchaguzi ulivyoendeshwa, imani ya watu juu ya uchaguzi, matokeo ya uchaguzi na matokeo yaliyofuata baada ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi, yanaondoa uhalali wa uongozi mzima tulionao Tanzania kwa sasa hivi. Na hili tukubali kwamba huwezi kuwa na taifa ambalo liko katika hali hiyo na bado mkakaa kimya, mkajidanganya, mkajifariji kwamba mambo yako sawa tu. Hili ni tatizo kubwa sana. Lakini la pili, uchaguzi umeacha simanzi kutokana na mauaji ya mamia ya Watanzania
na hakuna jitihada za kuleta uwajibikaji kwa wale waliosababisha mauaji haya. Tume ya Jaji Chande ambayo iliundwa kwa ajili ya kuchunguza yaliyotokea, baadhi yaliyotokea, sisi tuseme ameambiwa ichunguze vurugu za wakati wa uchaguzi, badala ya kuzifuta machozi familia zilizopoteza wapendwa wao kutokana na mauaji ya mwaka 2025, imetia pilipili kwenye kidonda. Huu ni ukweli. Sasa ajabu kubwa zaidi ya nchi yetu, kuna watu wanataka hata haya yasizungumzwe. Leo kuna watu ambao wanatishwa kwa wanayoyasema bungeni kuhusiana na aliyotokea kwenye chaguzi hizi, kwenye uchaguzi. Mtu anazungumza katika pahala ambapo kikatiba ya nchi kuna unqualified privilege, kuna absolute privilege ya uhuru wa kuzungumza, na bado leo mtu anazungumza katika vyombo hivi na bado anafatwa, anapewa vitisho. Unakoelekea siko. Ndipo tulipo wa Tanzania. Lakini la tatu, siasa za ushindani wa kidemokrasia zimetoweka na mamlaka ya wananchi kuchagua viongozi imetekwa nyara na watu wachache waliojipa majukumu hayo. Ndugu washiriki, msingi wa uzalendo katika nchi, uhusiano wa mwananchi na nchi yake, uhusiano wa mwananchi na taifa lake, ni uwezo wake, ni haki yake ya kuchagua na kuchaguliwa. Ikiondoka hiyo, maana yake una taifa la watumwa. Hawawezi kuchagua bwana, hawawezi kuchagua anayewasimamia. Ukiliondoa hilo, maana yake umeondoa uzalendo, umeondoa uwajibikaji, na mimi nasema umeondoa nchi yenyewe, msingi wa taifa lenyewe. Kwa hili sisi tunasema kwamba kilichopo kwenye mkanganyiko, what is in crisis right now in Tanzania, sio suala tu la siasa, sio tu suala la kwamba chama kimeshinda au kimeshindwa, sio tofauti za kiitikadi. Kilichopo kwenye crisis katika nchi yetu ni constitutional order ya nchi hii, kwa sababu constitutional order ya nchi, la mwanzo ni kuwawekea viongozi wananchi kuexercise haki yao kutafuta viongozi wanaofaa, na wananchi kuexercise haki yao ya kuwawajibisha viongozi wao. Hii ndio inayojenga nidhamu, hii ndio inayojenga taifa. Inapokuwa hiyo imekuwa structurally compromised, hapo unasemaje wewe una taifa? Na unakwenda unasema unapanga dira ya taifa. Liko wapi taifa ambalo unalipangia dira hiyo, wakati msingi wake mkubwa umeondolewa? Leo tumefika pahala hakuna ambaye anajua, wananchi wanajua sasa kwamba wanaweza akachagua kiongozi wao, na maneno yao wenyewe wanasema asitangazwe, akatangazwa mtu ambaye wanajua kwamba hawakumchagua, wanajua kwamba hawamtaki. Na uwakilishi si swala tu la kwamba yupo lakini ni uwajibika, ndio sauti ya wananchi katika vyombo vyao vya maamuzi. Hilo limeondoka. Lakini jambo la nne, mshikamano
wa kijamii umeyumba sana. Tunasema pamoja na utamaduni huu wa Tanzania wa kuwa na mshikamano, kuwa na uvumilivu, lakini kwa aliyotokea katika uchaguzi huu basi umeyumbisha sana mshikamano huu wa kitaifa. Tumeona chuki kubwa ambayo imejengwa, hasira kubwa ambayo iko kwa wananchi. Tunachosikitika na kinachosikitisha kwamba viongozi badala ya kuona hili ni tatizo walichukulia hatua, wao wanalani watu ambao wanashangilia kiongozi anapokufa. Haya ni matokeo tu ya kile ambacho mmekitengeneza. Sasa wakulaaniwa ni nani? Ni aliyevuna matokeo au aliyesababisha tukafika hapo? Mimi nasema haya yote ni matokeo ya, mimi nauita uasi katika nchi. Na uasi mkubwa ni pale ambapo una viongozi ambao hawataki kwa maksudi wanavuruga misingi ya katiba, misingi ya kisheria katika nchi, na kutufikisha hapa tulipo kwamba ni nchi ambayo ina crisis ya constitutional order yake. We are kind of a lawless country. Ndio leo tulipofika. Mwananchi wa kawaida, kuna mtu juzi alikuwa ananitania pale Zanzibar, anasema hii nchi kwa kweli ni ajabu kupita kiasi, kwamba mwananchi wa kawaida leo masikini ya Mungu, chombo chake kinakamatwa, kinataifishwa, na ndio mtaji wake peke yake wa kupatia maisha. Kinataifishwa kwa sababu kavunja sheria, kaegesha pahala ambapo haparuhusiwi. Lakini aliyekuja kutunga kanuni hizo, anayesimamia sharia hiyo, yeye mwenyewe kachukua jimbo zima kwa kuiba. Kapata uwaziri uliompa mamlaka ya kutunga hizo kanuni kwa njia ya wizi, na hakufanywa kitu chochote. Lakini leo anakuja kutaifisha mali ya maskini mwananchi ambaye kosa lake nini? Kaegesha pahala ambapo haparuhusiwi. Ndio Tanzania ambapo leo tupo. Na tusione hivi Watanzania wamenyamaza sana, lakini mioyoni mwao kwa hakika kuna moto mkubwa sana wa hasira. Kwa hivyo kwa ufupi tunasema hayo ndio tuliyoyaona kwamba hapo ndio tulipo kwa ufupi. Naamini kila mmoja na hadithi nzuri hapa anayo ya kueleza, na ndio madhumuni ya kikao hichi. Swala la kujiuliza, tumefikaje hapa? Tunataka sasa hivi kuaminishwa, na tunaomba sana Watanzania tuliepuke hili, kwamba sasa tunatafuta mchawi. Kuna mchawi mmoja, huyo ndo alotufikisha hapa tulipo. Kuna mtu mmoja, huyo mbaya sana, ndo katufikisha hapa tulipo. Sisi tunavyoamini kwamba hatujafikishwa hapa na mtu mmoja, wala pengine na watu wawili au watatu. Tunachoamini sisi kwamba tumefika hapa, huu ni mfumo ambao umejengwa kwa miaka mingi sana, na hasa tokea baada ya kuingia kwa vyama, kuja kwa mfumo wa vyama vingi. Na tunataka kuyapitia kwa haraka yale ambayo sisi tunayaona kama ndio msingi waliotufikisha hapa tulipo. La kwanza, na tunadhani ndio hasa baba au mama wa hapa tulipo, au baba au mama wa tatizo, ni wakati wa kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa.
ni dhahiri kwamba Chama cha Mapinduzi haikukubali mfumo huu wa vyama vingi vya siasa, na sababu kubwa tunayoiona, moja, tume ya Jaji Nyalali ilikuja na mapendekezo mengi sana, sio tu kuanzishwa kwa vyama vingi, sio tu kuanzishwa kwa sheria ya vyama vingi na kuanzishwa kwa msajili, lakini ilipendekeza kubadilisha the whole infrastructure ya governance ili iendane na mfumo wa vyama vingi vya siasa, kitaasisi, operational, kisheria na hata uendeshaji wa shughuli zake. Lakini sote ni mashahidi kwamba hakuna hatua zilizochukuliwa kwa mapendekezo mengine mengi ambayo ni ya msingi, na hili lilikuwa ndio mbegu ya kwanza ya tatizo. Badala yake Chama cha Mapinduzi kimekuwa kikitumia udhaifu huu kubaki madarakani kwa kutumia dola, na tumewahi kuzisikia sauti za watu wengine ambao tulidhani ni wasomi wakisema wazi na hadharani kwamba wao wataendelea kuitumia dola kubaki madarakani. Hili wala hawajaona aibu. Maneno wa Kikenya hawana soni katika hili. Wamelisema hadharani. Sasa ukitumia hiyo, maana yake unaanza kutengeneza tatizo. Tanzania sasa hivi imehama kutoka kwenye mfumo wa ushindani wa vyama vingi vya siasa kwenda katika mfumo wa siasa unaodhibitiwa na dola kupitia vyombo vya ulinzi na usalama. Wanazito hapa huita securocracy. Na wenyewe walikuwa wakali walipoambiwa hivyo. Lakini hapo ndio ukweli kwamba ndipo tulipo tunayashuhudia. Maana uzuri wa nchi hii, watu wanafanya mambo kama kwamba watu wote wamelala, kama kwamba watu wote hawana akili, kama watu wote hawana tafakuri, hawaoni, hawajui kinachoendelea. Lakini subiri sasa uje uwaambie. Wanafanya mambo mengine kwa jeuri kabisa, kwa kiburi. Wakiambiwa ndio wanakuwa wakali, wakiambiwa ndio wanakataa. Tumeona sisi kule Zanzibar, Baraza la Wawakilishi ikizungumzwa mambo yaliyofanyika kwa wazi, la kwanza, uko wapi ushahidi? Alete ushahidi. Alete ushahidi wa nini? Video. Alete ushahidi wa kitu gani? Na watu, kama utataka eyewitness, maana yake ni kwamba labda utayarishe uwanja wa Amani, ndio wanaweza wakaingia. Lakini kila mtu ni shahidi, pamoja na huyo anayetaka ushahidi vile vile. Lakini ndipo tulipo. Sasa hali hii kwa kweli imewanyang'anya wananchi, imeondoa msingi mkubwa wa taifa ulioelezwa kwenye sura ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano, ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na pia ibara ya 9 ya Katiba ya Zanzibar, juu ya haki ya wananchi katika kuendesha nchi yao, kufanya maamuzi na kuchagua viongozi, na kwamba uongozi ni dhamana, sio mali ya kurithi. Nchi hii ni nchi ya republic. Hatujatoka hapo. This is a republic ambapo madaraka yanabaki kwa wananchi. Lakini jambo la tukiangalia katika hili ni kwanza kupuuzwa kwa mapendekezo ya tume ya Jaji Nyalali kama nilivyosema. Juu ya kufanya mageuzi makubwa ya mfumo wa kisiasa nchini kwa kuandika katiba mpya, kufutwa na kufanyiwa marekebisho kwa sheria kandamizi ambazo waliziainisha karibu 40, na kufanyiwa mageuzi makubwa taasisi zote. Badala ya kufanya hivyo,
tukiangalia kwamba utakuta katiba imekuwa ikirekebishwa. Mpaka sasa hivi unajiuliza tuna katiba ile ile ya 77 au tuna katiba gani? Kwa sababu katiba ya 77 ilianza na vifungu 95. Leo tuna katiba hiyo ya 77 ambayo ina vifungu 152. Imebadilishwa mambo ya msingi ikiwemo preamble ya katiba. Wataalamu wa sheria wanaweza kuja kutuambia. Sijui kama unaweza kubadilisha preamble na bado umebaki na katiba hiyo hiyo. Lakini nchi hii mpaka preamble imefanywa marekebisho. Badala ya vifungu 95 leo tuna vifungu 152. Sheria ya msajili wa vyama vya siasa ilianza na vifungu 19. Leo sheria ya vyama vya siasa ina vifungu 47. Umekuwa msaafu labda na Biblia umeuchanganya kwa pamoja. Lakini hakuna kile bora zaidi. Lakini jambo jingine ni kuzimwa kwa sauti ya umma, the will of the people, kwenye chaguzi zote kuanzia mwaka 95 hadi mwaka 2025. Kilichojitokeza mwaka 2025 si kwamba kilikuwa bahati mbaya. Haya yalikuwa ni maandalizi ya muda mrefu. Tumeyaona kwa upande wa kule Zanzibar, tuliona 2015. Na mimi nakumbuka 2015 baada ya uchaguzi niliwahi kuhojiwa na Channel 10. Nikasema haya yaliyotokea Zanzibar yajecha kufuta uchaguzi chini ya kusindikizwa yakija kitokea Tanzania bara itakuwaje? Nilisema maneno yao 2015. Sometimes you don't want to be proved right. Na ni katika mazingira kama haya kwamba exactly 10 years after that tumeyaona kwa scale ambayo imetokea. Na nadhani wala sio 10 years. 2020 tulianza kuyaona. 2025 ndio yamefurutu ada. Jambo jingine ni kukithiri kwa vitendo vya vyombo vya dola kuingilia uchaguzi na siasa kwa ujumla wake kwa manufaa ya Chama cha Mapinduzi. Na jambo la 4 ni kuongezeka kwa mbinyo wa uwanja wa siasa na kiraia, yani shrinking of political and civic space, ikiwemo ukandamizwaji mkubwa wa haki za kisiasa za kiraia kama vile uhuru wa habari, haki za kuabudu, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kutengamana. Jambo la 5 ni kukithiri kwa vitendo vya ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu, ikiwemo kukithiri kwa vitendo vya utekaji na mauaji ya raia. Na jambo katika haya kuna mambo mawili muhimu tunapaswa tujiulize. Yanatokea haya, kila mtu anayasema, lakini tujiulize mambo mawili muhimu sana, kwamba nani anayeongoza na kudhibiti mambo haya? Who is in control? Tunasema tu maagizo ya dola, lakini ni nani hasa anaye? Hili swala lazima wa Tanzania tujiulize na tuwe na majibu yake. Lakini la pili, nani ananufaika na hali hii? Swala hili ni muhimu kwa sababu kwa maoni yetu, ingawa kwa nje CCM inaonekana kuwa inanufaika, ni mnufaika mkuu, lakini uhalisia wa mambo ni kwamba hata CCM yenyewe kimekuwa mateka na kuathirika na mfumo huu uliopo. Waswahili wanasema mchimba kisima huingia mwenyewe. Sasa sisi tunavyoiona haya, tunayoyaona ni matokeo ya mfumo huu ambao upo katika nchi yetu. Na mimi niliwahi kumuuliza kiongozi mmoja mkubwa wa Chama cha Mapinduzi, sijui alikuja kama alipotea, nikamshtukia amekuja nyumbani kwangu tu. Sasa
sikumuuliza, maana hata na mwenyewe naona kama alishindwa kujieleza hasa kaja kutafuta kitu gani hii baada ya uchaguzi. Lakini nilimuuliza masuala mawili tu. Nilimuuliza hii ni project ya CCM, hayo yote mnayoyafanya, lakini akanyamaza kimya. Lakini la pili nikamuuliza kwamba unadhani kwamba CCM inafaidika na hili, CCM kama chama, au kuna watu tu wanafaidika na hili? Na la tatu nikamuuliza pia kwamba mimi ninachotaka kujua, kwa haya yote mnayoyafanya, nia yenu, dhamira yenu, mnataka tuende wapi nchi hii? Mnataka kuturejesha wakati wa ukoloni, wakati wa ufalme kwa hapa Zanzibar? Mnataka kuturejesha wakati wa tukitawaliwa na decree? Mnataka kuturejesha wakati wa chama kimoja au vyama vingi ambavyo chama kimoja ndio kinaingia kinashika serikali? Lakini bahati mbaya sikupata majibu ya hayo yote. Kwa hivyo haya ni masuala lazima tujiulize, na nadhani wajiulize pia hata na Chama cha Mapinduzi katika hili. Baada ya kuyazungumza hayo, tujiulize kwa ufupi kiini cha vurugu na uchaguzi kuvurugwa, uzoefu wa ACT Wazalendo katika uchaguzi. ACT Wazalendo ndio chama pekee cha upinzani kilichoshiriki uchaguzi mkuu 2025 na kusimamisha wagombea takriban nchi nzima na kufanya kampeni Tanzania bara na Zanzibar. Hivyo ni sahihi kusema kuwa ACT Wazalendo kina uzoefu mkubwa zaidi juu yaliyotokea katika uchaguzi huo. Ninaomba kutoa kwa uchache uzoefu tuliopata. Kwa upande wa Tanzania bara, uchaguzi wa 2025 kwa Tanzania bara kama ilivyokuwa kwa Zanzibar, hakukuwa na uchaguzi bali ni upangaji wa matokeo. Vyombo vya dola kwa kushirikiana na tume ya uchaguzi, niite tume huru ya uchaguzi, na Chama cha Mapinduzi viliamua nani atangazwe kuwa mshindi, nani asitangazwe kuwa mshindi. Hivyo msimamo wetu ACT Wazalendo ni kuwa mwaka 2025 hakukuwa na uchaguzi ambao unaweza ukaitwa kuwa ni huru, haki na wa kuaminika. Miongoni mwa mifano ambayo tunapenda kushare na nyinyi ni kama ifuatayo. Kwanza ni kuenguliwa kwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Luhaga Johnson Pina, yupo mbele yangu hapa, na wagombea ubunge 54 wa ACT Wazalendo. Hayo ndio yaliyotokea kwa sababu mbalimbali. La pili, uchaguzi ulifanyika katika uchaguzi kutokufanyika kwa sehemu kubwa ya majimbo kama vile Ubungo, Kibamba, Kinondoni, Kawe, Ilemela, Nyamagana na kadhalika. Lakini matokeo ya mwisho yakatangazwa pamoja na kwamba hapakuwa na uchaguzi. La tatu, mauaji ya mamia ya wananchi walioandamana siku ya uchaguzi na siku zilizofuata. La nne ni vyombo vya dola kwa kushirikiana na tume ya uchaguzi kuendeleza mwenendo wa kuwabuguzi na kuwanyima haki zao mawakala na wagombea wa vyama vya siasa vya upinzani. Hii tunayo mifano mingi sana. Tutakapozindua ripoti yetu ya uchaguzi mtaona tu, kwa sababu tumetoa mifano katika takriban kila jimbo, kila kituo cha uchaguzi. La sita, majumuisho ya kura kutofanyika kwa asilimia kubwa ya majimbo. La saba, wasimamizi wa uchaguzi kutotangaza matokeo kutangaza matokeo wanaamua wao wenyewe kinyume na matokeo kutoka katika vituo kwa hayo majimbo ambayo kulifanyika uchaguzi. Lakini kikubwa zaidi na kilicholeta kituko kikubwa zaidi ni katika uteuzi wa viti maalum.
Ili sitaki nilizungumze sana kwa sababu kesi yake iko mahakamani, ingawa imepakiwa kwa lugha ya mjini, kwamba watu wametafuta utaratibu wa kwenda kuipaki mahakama ya rufaa ya Tanzania. Lakini kwa ufupi ni kwamba sheria yenyewe inavyosema iko wazi kwamba lazima upate angalau 5% ya kura. Na ukipata 5% ya kura kwa idadi ya viti maalum, maana yake upate chama chochote kile kitakachopata haki ya viti maalum ipate viti maalum angalau visivyopungua 6. Ndio hii iko wazi. Lakini leo kuna chama imepewa viti viwili na kuna chama kilichopata zaidi ya hiyo 5% na haikupewa kiti hata kimoja. Na ndio maana imechukua muda mrefu msajili wa vyama hata kugawa ruzuku, kwa sababu idadi ya kura zilikuwa hazijulikani au alikuwa hajapatiwa. Kwa hivyo haya ni katika mambo ambayo tumeyakuta kwenye. Kwa hiyo yaliyotokea na yale ambayo hatujaeleza kutokana na ufinyu wa muda, ACT Wazalendo tunathibitisha kuwa mwaka 2025 hakukuwa na uchaguzi nchini halali, bali ni upangaji wa matokeo. Uzoefu wa Zanzibar tunafahamu sote kwamba tokea kurudishwa kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa kumekuwa na matatizo ya uchaguzi. Lakini 95 kulikuwa na matatizo ya uchaguzi, unaweza kusema irregularities na whatever. 2000 kulikuwa na irregularities na whatever. 2005, 2010, lakini 2015 kwa sababu hapo Chama cha Mapinduzi kilifika pahala kikawa kimeona beyond any doubt kwamba sasa bwana, sasa tumezidiwa, sasa tumezama kweli, kwa sababu ilijitokeza wazi kwamba kwa uchache umeshindwa kwa kura 25,000 katika ngazi ya urais, na katika majimbo yaliokuwa mpaka wakati wa uchaguzi na ambao umefutwa, wakati ule upinzani ulikuwa na viti tayari 26, na Chama cha Mapinduzi kilikuwa na viti 25. Kiti kimoja, jimbo moja la Mkwajuni halikuweza kupigwa, uchaguzi hakuweza kufanyika. Na hukufanyika kwa sababu watu walitia tu mpira kwa pani. Kwa hiyo ndio hali ilivyokuwa. Lakini kwenye uchaguzi ule, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jecha, kila mtu anafahamu, alitekwa, akalazimishwa atangaze matokeo akiwa peke yake, wakati katiba ya Zanzibar inasema maamuzi yote ya kuhusiana na uchaguzi, maamuzi yote ya tume ya uchaguzi, neno lazima limetumika mara moja tu kwenye katiba. Kwa katika mazingira hayo inasema kwamba lazima iwe ni kwa majadiliano ndani ya tume, na iwe ni kwa wingi wa kura za wajumbe wa tume ya uchaguzi. Lakini yeye kenda kakaa peke yake, kajifungia, na aliporudi akawaomba radhi tu wengine kwamba kutokana na mazingira ilibidi lazima akae peke yake. Lakini kibaya zaidi, makamu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jaji Abdul Hakim Ameir Issa, ambaye leo ni sasa hivi ni jaji wa mahakama ya rufaa, ambaye alikuwa anaendelea na kazi za kutangaza matokeo, naye alikuja kukamatwa na polisi, akapelekwa polisi Ziwani, jaji makamu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Haya ndio yaliyotokea, na uchaguzi ukaambiwa umefutwa. Tutaeleza kidogo hapo mbele tutakapozungumzia unini wa vyombo vya dola. Lakini wakati matokeo yanafutwa, uchaguzi unafutwa, tayari majimbo 36 yalishatangazwa matokeo ya urais, na takriban majimbo yote, wawakilishi na madiwani, matokeo yalishatangazwa na walishapewa hati za kwamba wameshinda. Na katiba Zanzibar inasema mtu akishakupewa hati ya kwamba ameshinda, matokeo yakishakutangazwa, njia pekee yake ya kusitisha au ya kubadilisha matokeo au kuchallenge matokeo
ni kupitia Mahakama Kuu ya Zanzibar. Hili ni iliko wazi ndani ya sheria ya uchaguzi. Na yet watu wameshapewa certificate, wanazo mpaka leo, wameweka kumbukumbu. Nadhani sijui kama Ismail na wewe. Lakini bado uchaguzi ukaambiwa umefutwa, na pamoja na mazungumzo, lakini mwisho ukaitishwa uchaguzi mwingine wa 2016. Hiyo ndio yaliyotokea 2015. 2020 2020 ndio mambo yalikuwa ya vituko zaidi, kwa sababu kwanza ulianza na watu wengi kuenguliwa kutokuandikishwa, lakini ikaja na kuenguliwa kwa wagombea uwakilishi 12 walienguliwa, wakaambiwa hawana sifa ya kugombea, na wagombea wa ubunge vile vile nao 16 wakaenguliwa. Na mfano mmoja wa kituko zaidi, yani nakumbuka walikuwa wakitusomesha pale Chuo Kikuu Dar es Salaam, Wensbury and Reasonableness. Basi ilitokea kwa jimbo kwa Babu Duni Juma, Babu Duni, bwana nani, mwenyekiti mstaafu wa chama, Mheshimiwa Juma Duni Haji. Yeye alienguliwa kwa sababu, tena alienguliwa akakata rufaa. Alienguliwa kwa sababu katika fomu ile ya kugombea kuna pahala pale kwenye jenda unaandikiwa viboksi viwili, ukrosi kimoja. Yeye alisahau kukrosi. Akaambiwa kwa sababu alisahau hajulikani kama yeye mwanamke au mwanamume. Tukaona sisi huu ni utani, kwamba wametumia ukereketwa. Tukakata rufaa mbele ya tume ya uchaguzi ambayo ikiongozwa na jaji mkuu mstaafu. Na yeye akakubali, akasema no, hapa bwana kweli hapa kakoseana, lazima hana sifa kugombea. Kwa sababu gani? Babu Juma Duni Haji ambaye alipia mwenyewe kwenye rufaa hajulikani kama yeye mwanamke au mwanamume. Lakini vituko vingi vilivyotokea 2025 na 2020 vilitokea vile vile, kwamba kupigwa kura na vikosi na watu wa tume, masanduku kuchukuliwa, kura kutohesabiwa, matokeo kutokutangazwa, majumuisho kutokufanyika, na fomu za matokeo kutokujazwa. Lakini kibaya zaidi, mbali ya haya yaliyotokea, ni pamoja na watu 21 waliuliwa. Na bahati nzuri labda haikuundwa tume kama Jaji Chande, maana hawakuambiwa kwamba wao wamefadhiliwa wala wamefundishwa wala. Na bahati mbaya serikali yenyewe haikufanya leo hivi tunavyozungumza, watu 21 waliokufa katika nchi, serikali haina taarifa ya hata mtu mmoja katika hao. Ni nani alikufa, sababu ya kifo, hakuna taarifa zao. Kwa hivyo wao waliingia nchini, lakini exit yao serikali haina taarifa juu ya raia wake 21. Watu 18 wakajeruhiwa, wakaachwa na ulemavu wa kudumu, wakiwemo viongozi wakubwa wa ACT Wazalendo, walikutana na maafa haya. Watu 48 walijeruhiwa vibaya na tukalazimika kuwatibu kwa muda mrefu. Watu zaidi ya 1000 walioathirika kwa namna moja au nyingine. Kuna akina mama waliobakwa, wengine mbele ya familia zao, na ninasema familia zao mbele ya mtu, mume wake na watoto wake. Yametokea Tanzania hayo 2020. Vyombo vya dola ni hivi, chama ni hichi chama tawala. Tukaachiwa vizuka 14 na yatima 38. Hakuna taarifa ya serikali. Serikali haikuchukua hatua yoyote katika hilo.
Hayo ndio yaliyotokea 2020. Na hatimaye Chama cha Mapinduzi kikachukua majimbo yote, ikaacha majimbo 4 ya uwakilishi, majimbo 4 ya ubunge, na 80% takriban ya kura za urais katangazwa, na mtu akarudi akawashukuru wananchi kwa kumchagua kwa kura nyingi kwa kishindo. Tena maneno haya nasema msikitini. 2025 hakukuwa na tofauti na yaliyotokea, sitaki nirudie tena, lakini almost yaliyotokea 2020 yalikuwa sophisticated tu. 2025 sophistication yenyewe iliyotokea ni kwa watendaji wa tume kupiga kura wanazotaka, mchana kweupe, mbele ya askari polisi, mbele ya kila mtu anaona. Vikosi ule kura ya siku mbili, kura siku mbili, badala ya watu 7,000 ambao kwa hesabu ya tume ndio wanaostahili kupiga kura, wakapiga kura watu 62,000. Ndio orodha ilipokuja kutoka, watu 62,000. Pamoja na kusema sisi kwamba hizi 62,000 hata zile tulizopewa sisi tunaomba wampe mgombea urais wa CCM, lakini huu uchaguzi wa siku ya pili basi tufanye uchaguzi wa haki. Bado wale waliopiga kura siku ya kwanza ndo waliokuja kupiga kura siku ya pili kwa kura kwa mara kadhaa, vituo mbalimbali, kusafirishwa kutoka kituo kimoja kwenda chengine. Lakini pia kura hazikuhesabiwa mhala mwingi. Lakini kituko kikubwa zaidi ni kile cha kwamba kuna mtu kisha matokeo yameshatangazwa, kisha pewa certificate, anaitwa bwana, hebu tu ni certificate inabidi irekebishwe, inachukuliwa, inachanwa, anatangazwa mwingine, ndio anapewa certificate. Hayo yametokea Zanzibar na mifano hiyo. Na waliokuwa wakisimamia kutangaza matokeo hayo ni mkuu wa mkoa na DSO na mkuu wa wilaya, ndio anaamua jimbo hili apewe fulani. Naam, ndio ilivyokuwa. Na wengine tunao ushahidi kwamba wapo ma DSO ambao walichukua fedha si chini ya milioni 10 kumpa mtu jimbo. Kuna wengine mpaka leo, mimi binafsi nazo message ya mmoja katika wagombea CCM, ananiambia mjomba, ondoa mkono wako nipewe jimbo. Nasikia wewe ndio umezuia nisipewe jimbo, lakini ukiondoa mkono wako tu mimi natangazwa. Kadea kunitumia mimi ujumbe. Hiyo ndio hali tulivyokwenda. Matokeo ya urais, mimi mpaka leo mgombea urais, lakini sina official result ya urais, na sheria nataka nipewe, lakini mpaka leo sijapewa kwa sababu hayakuhesabiwa. Hakuna fomu rasmi zilizojazwa, hakukufanyika majumuisho. Kwa hivyo wakaamua wenyewe kujaza wanazotaka. Kura za ziada ziko nyingi sana tu. Maana sheria mkuu wa chama hapa ana ushahidi wa hayo, kwa sababu naye mwenyewe alikuwa mgombea. Bahati nzuri tu ushahidi huu kaufikisha mpaka kwa mwenyekiti wa tume. Lakini kibaya zaidi ambacho mimi naomba nikizungumze, kabla ya uchaguzi, wakati tumo kwenye kampeni, mmoja katika viongozi wakubwa wa CCM Zanzibar alimfuata mmoja katika viongozi wetu senior akimtaka kwamba ahame ACT Wazalendo akagombee urais kwa tiketi ya CUF, akimpa ahadi ya kwamba watahakikisha watampa kura za kutosha atangazwe yeye kwamba ndio mshindi wa pili ili aje awe makamu wa kwanza wa rais, na ahadi ya shilingi bilioni 2 na kiwanja chenye thamani isiyopungua dola milioni 1. Huo ushahidi tunao kwamba hayo ndio yaliyotokea, na tumeufikisha hata mbele hao wakubwa wa Chama cha Mapinduzi kwamba mtendaji wenu huyu ndio alofanya. Alimfuata mgombea wetu wa majimbo kadhaa, lakini mmoja mgombea wetu jimbo la Nungwi usiku
na kumwambia kwa kiburi kabisa, jimbo hili tunalitaka, tunalichukua. Kwa hivyo useme tu unachotaka, ili si hatupendi kukuacha ukipata shida. Very senior. Unaweza kusema kama si namba 2, namba 3 katika viongozi wakuu wa CCM Zanzibar. Kwa hivyo hayo kwa ufupi ndio ambayo lakini tunayo sisi faida moja tulipata ni kwamba tunayo detail report ya kilichotokea takriban katika kila kituo cha uchaguzi, na ikifika siku tutaizindua ili wa Tanzania inaibaki kama kumbukumbu, kwa sababu nchi hii ina kawaida ya kubaki na ripoti za kitaifa za uongo za tume za uchaguzi. Mchango wa vyombo vya dola nadhani nisiuzungumze sana, kwa sababu tumeshauzungumza kwa kupitia haya tuliotangulia kueleza, lakini tunachosema ni kwamba kwa kiasi kikubwa, kwa mfano kwenye uchaguzi wa 2015 kwa upande wa kule Zanzibar, ni vikosi vya jeshi la wananchi wa Tanzania, kikosi kilichokuja kikateka kituo cha kutangaza matokeo pale Bwawani kwa uwazi, mchana kweupe, na hakuna mtu ambaye aliulizwa. Mwaka 2025 vikosi hivi vya Zanzibar vinavyoambua vya Zanzibar vyote vimepewa wakubwa wa jeshi la wananchi wa Tanzania. Ni vya Zanzibar, lakini vinaongozwa na wanajeshi wa jeshi la wananchi wa Tanzania, na wao ndio waliosimamia operation hizi za kuharibu uchaguzi mwaka 2025. Na matokeo yake kwa kule Zanzibar utakuta kwamba kuna kituko chengine kikubwa katika majimbo karibu 6. Mbunge ni wa CCM, mwakilishi ni wa ACT Wazalendo. Katika siasa ambayo maana hizo ndo absurdities ambazo nyingi zipo katika kwamba kwenye jimbo hilo hilo mbunge CCM, mwakilishi wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu nia ilikuwa ni kuvichukua viti vyote vya ubunge vya uwakilishi vibakie 4 kama vilivyokuwa 2020. Kwa hivyo ndo maana kule viti vya ubunge vimebaki 4. ACT Wazalendo Unguja, kisiwa chote cha Unguja, majimbo 32 haikupewa hata kiti cha udiwani. Sasa hicho ndio kituko ambacho kimetokea. Wakati 2015 chama au upinzani ulioshinda kwa viti 27, lakini mwaka uliopita basi hata kiti cha udiwani, na Pemba ubunge viti 4, uwakilishi viti 10. Kwa nini Zanzibar watu wengi haizungumzwi hii kwamba kwa nini Zanzibar imebaki salama, angalau imebaki kimya? Lakini kwa ufupi mimi niseme kwamba ndugu zangu, haikubaki, maana wenzetu tunawasikia wanajinadi, wanajilabu kwamba na wanapongezana kwa kufanya uchaguzi kwa njia ya amani, lakini amani yenyewe ndio hii tulioionyesha. Kikubwa ni kwamba sisi baada ya kushauriana, sisi wa chama cha ACT Wazalendo, baada ya kushauriana tukasema Zanzibar watu wameuliwa vya kutosha. 2025 2020 tumezika hao wengi, na hakuna hatua yote, hakuna mtu aliyopiga kelele, si taasisi ya dini, si chama cha siasa, si taasisi ya kimataifa kuhusiana na mauaji yale ya Zanzibar 2020. Tukasema this time hebu to spare roho za hao watu. Kwa hiyo tukachukua juhudi kubwa kuwasihi, kwa sababu this time walikuwa charged kupita kiasi. Tuliona ile hasira ingeleta maafa makubwa sana kama watu wangeamua kuchukua hatua. Na kwa kweli sisi tuwashukuru sana viongozi wetu wa mikoa kwa Zanzibar. Walifanya kazi kubwa sana kusimamia maagizo ya chama
ya kuwaambia watu kwamba hawa watu hata mkiwakuta wamefanya kitu gani, waachieni. Ndio lililoibakisha niseme mimi Zanzibar kuwa salama. Lakini hiyo ndio hali usema kweli iliyoiepusha Zanzibar na maafa makubwa. Na mimi hapa niseme hadharani kwamba tuwashukuru baadhi ya watu ndani ya hivyo vyombo mbalimbali, hasa polisi na vikosi vya SMZ, ambao na wao kutokana na hali walioiona inakwenda wakatusihi, wakatupa usara, wakasema jitahidini mara hii msipochukua hatua, yani maafa yatakuwa makubwa sana, kwa sababu wameletwa vijana hawajawahi kushiriki kwenye jambo lolote la umma. Katoka kambini JKT, kapewa silaha, nenda kwenye hili, na instruction alionayo kiongozi wake. Ndio hayo yaliyotokea hapa Tanzania bara. Na kwa kweli walipokosa wakuua kule, ndio wakapandishwa ndege wakarejeshwa huku. Ndio yaliyotokea, huo ndio ukweli. Ndege usiku, watu wakarejeshwa, wakarudi Tanzania bara. Kwa hiyo matokeo ya yote hayo uzangu, kwamba tumeona kwamba hali ilivyokuwa, nimalizie mimi kusema kwamba katika hali hii iliyosafa, iliyopata maafa, sio tu kwamba ni siasa au vyama vya siasa iliyopata maafa, na hali ilivyo kwa ujumla wake. Moja ni kudhoofishwa kwa miundombinu ya demokrasia na utawala bora. Yote yaliyofanyika katika viwanja vya siasa na uchaguzi yamewezekana na yanaendelea kwa sababu ya hatua za makusudi za kudhoofisha taasisi za demokrasia na utawala bora katika nyanja zote. Kuanzia mahakama, tunayaona sisi, tumefungua petition kule, tumefungua kesi hapa, tunaziona zinavyoendeshwa, kila mtu anafahamu. Bunge na baraza la wawakilishi, tunayaona yanayotokea. Vyombo vya habari, vyama vya wafanyakazi, sijui kama mtu anajiuliza vile vingalipo vyama vya wafanyakazi nchi hii. Maana yake vilikuwa active hata ule wakati wa chama kimoja. Ndio kina Profesa Shivji walikuwa busy kufungua kesi mahakamani, kutetea haki kupitia hivi vyama vya wafanyakazi. NGO nyingi ziko korokoroni, taasisi za elimu ya juu ikiwemo serikali za wanafunzi. Yani hata serikali za wanafunzi leo zinachaguliwa viongozi. Nani awe kiongozi wa serikali ya wanafunzi? Wasanii mpaka uwe chawa ndio unaweza ukafanya kazi kwa uhuru. Vyama vya ushirika na vikundi vya wakulima, nyingi ya taasisi hizo sasa zimejazwa uchawa. Udhibiti wa taasisi hizo umekuwa mkubwa sasa kuliko hata wakati wa chama kimoja. Na ndio ile tulosema kwamba katika hili hata Chama cha Mapinduzi chenyewe hakikuwa spared. Hali yake ilivyo tunaifahamu, lakini tunaamini ni matokeo ya kujenga mfumo wa namna hii uliopo Tanzania. Swala na ambalo tunapenda nimalizie nalo ni kwamba tunatokaje hapa. Tumeshazungumza, tumeyajua na mengi ingawa kwa uchache wake, lakini tunaamini hapo mengine makubwa sana kwenye vifua vya kila mmoja hapa. Swala ni kwamba tunatokaje hapa. Mimi nasema la kwanza ni kurudi kwenye basics. Mimi niwashukuru kwa kushiriki katika hili, kwa sababu kuna mwanafalsafa, mwanasiasa maarufu Edmund Burke aliwahi kusema kwamba uovu inahitaji, ili uovu kufanikiwa inahitaji tu watu wema wakae kimya. Mimi naamini sisi ni wema na hatutoka kimya.
Lakini moja pia aliwahi kuwashauri Waingereza kabla hawajashindwa na Wamarekani. Aliwaambia, a nation is not governed which is to be perpetually conquered. Na sisi Tanzania tulivyofika ni kwamba our nation is being conquered each and every time, again and again. Ndio tunavyokwenda sasa hivi, kwamba nchi hii is not being governed. Nchi hii sasa hivi is under conquest, is being conquered through constitutional framework. Ndio tulipo, ndio tafsiri ya chaguzi tunazozifanya. Sasa tunajiuliza, tutaishi hivi mpaka lini? Na haya taasira yake haiko tu kwa siasa, haiko kwa vyama vya siasa, lakini iko kwa taifa lenyewe. Leo Tanzania tumebaki kama vile ni simba which is preying on rats and rabbits. Yani Tanzania na ukubwa wake huu, lakini tupo tunahangaika inawinda panya na visungura, kwa sababu tumejishusha, tumefika hapa. Hatuwezi kuonesha usimba wetu kwa sababu tunakula panya. Simba anayekula panya anaweza kuwa na nguvu ya ndio tulivyojishusha sasa hivi. Kwa hiyo hata uchumi wetu leo tukizungumza ufisadi ni matokeo ya mfumo huu ambao tumeujenga kwa muda mrefu, na kuna watu wanataka huu tuendelee nao. Kuna watu wana hasira tukiyazungumza haya. Hii ni haki yetu, huu ni wajibu wetu. Lazima tutasema, tuzibe kwa kiatu, tuzibe kwa mkono, tuzibe kwa lakini hii ni wajibu wetu, na tunaomba Watanzania kwenye hili tusichoke. Vyama vinakuja na kuondoka. Kwa hiyo la kwanza, sisi tunaloamini kwamba tutaweza kutoka hapa kama tutarudi kwenye basics. Na la kwanza ni kwamba hakuna maridhiano bila ya ukweli, haki na uwajibikaji. Ndio uzoefu wa dunia. Walioingia kwenye migogoro hivi walitoka walipoamua kwamba sasa tunahitaji kutoka, na walitoka kwa kupita njia hiyo hiyo ya kwamba ukweli kujulikana, ukasemwa kwa uwazi, ili kujua nani anawajibika, awajibishwe, ili kurekebisha makosa ambayo yametokea. Haiwezekani hata kidogo tukasema haya tuyazungumze kwa hivyo tunachokiona sisi, haya yote yanayofanyika, moja hulioni, mimi sijaliona, sijui wenzangu, sijaona kwamba kuna conviction ya viongozi katika nchi yetu kwamba tuna tatizo na tunahitaji kulirekebisha. I don't see that conviction. Tunasema, lakini haiwezekani katika hali ya sasa, kama kuna conviction kwamba tuna tatizo, haya ambayo yametokea baada hayo kuweza kuyarekebisha, ukaacha kama kuna kesi zikaendelea kwa uhuru, ukaacha mwenye haki aipate, ukaacha hao wachache waliomo ndani ya bunge wakasema kwa uhuru, inaonesha kwamba bado, na kuna watu tunaona wanachokifanya wao, wanaona kwamba wao mfumo huu usirekebishwe kwa sababu watafaidika, wanahisi kwamba tunasema sisi kule Zanzibar kwamba sisi kauli yetu ujinga basi, lakini kuna wenzetu wao wanasema ujinga mtamu, kwa sababu wanafaidika na ujinga uliopo. Ndio ambayo tunayaona yanatokea. Kwa hivyo sisi tunasema haiwezekani. Leo mathalan tunaendeleaje lugha ya maridhiano? Familia ya mwenzetu mmoja Dafrosa alokuwa mgombea wetu udiwani kule Sirari, ameuliwa kifo cha kikatili kabisa. Kosa lake kwenda kuuliza wenzake waliokuwa wamekamatwa, kwenda kufuatilia, kakamatwa, kafa kifo cha kikatili kupita kiasi.
mwanamke huyu. Halafu hakuna tatizo, tunazungumza lugha ya maridhiano. Huu ni mfano mmoja katika mifano mingi ya kusikitisha sana. Tunachosema, hakuwezi kuwa na maridhiano bila ya ukweli, bila kuwa na haki, bila kuwa na uwajibikaji. Hatujauona mpaka sasa. Maoni ya ACT Wazalendo ni kwamba kinachopaswa kutangulia kabla ya maridhiano ni ukweli, haki na uwajibikaji. Na tutafanya hivyo kutoa haki kwa wahanga wa uchaguzi huo kwa kufanya uchunguzi huru na kuwajibisha wale wote waliosababisha mauaji hayo, hasa vyombo vya ulinzi na usalama, na hata kama kuna raia aliohusika. Hakuna mafanikio ya uhakika yanaweza kupatikana kupitia wito wa maridhiano wa maneno matupu. Uzoefu wa nchi nyingine umetuonesha hivyo. Baada ya hatua hiyo, kwa pande zote mbili za Tanzania bara na Zanzibar, kuundwe tume ya kudumu ya utengamano, haki na maridhiano, and National Cohesion, Justice and Reconciliation Commission, ili isimamie mageuzi katika nchi yetu na kupambana na haya kwa njia ambazo za huru, kwa njia za kitaalamu, na kwa njia ambazo kweli zitajielekeza katika matatizo. Lakini la pili tunachofikiria sisi ni mfumo mzima wa kiutawala, kiutendaji na kiusalama unapaswa kuangaliwa upya au unapaswa kufumuliwa. Tunapaswa kuandika katiba mpya kwa mchakato shirikishi. Tunapaswa kubadili kabisa uwajibikaji wa vyombo vya ulinzi na usalama, na mfumo mzima wa utumishi wa umma uwajibike kwa wananchi badala ya kuwajibika kwa Chama cha Mapinduzi. Tunachosema sisi, kilichoko kwenye matatizo sasa hivi ni our constitutional order is in crisis. Lazima hili tuli address. Katika kuipata katiba mpya, sisi tunaona hatua zifuatazo zinapaswa kuzingatiwa. Kwanza, suala la muungano ambalo limekwamisha kupatiwa ufumbuzi, basi lipatiwe ufumbuzi kwa kuunda tume ya wataalamu itakayopitia mambo yote ambayo yana migogoro, ikiwemo mambo yaliyobainishwa na serikali zote mbili lakini hayajatekelezwa. Kikwazo kikubwa kimoja cha kupata katiba mpya, uzoefu umeonyesha, ni suala la muungano. Sisi tunaamini kama dhamira ipo, hili nalo ni rahisi kulipatia ufumbuzi, kwa sababu yanajulikana. Sisi wanaogopana tu wanapokaa wenyewe. Ukikaa nao, sisi uzoefu wetu kule Zanzibar, ukikaa nao pembeni sisi watasema, watatapika bwana mpaka nyongo. Lakini wewe ukitaka kuwapata, waitie tu sisi wawili tu kutoka ukubara, kila mtu kimya. Sasa hili lazima lipatiwe ufumbuzi, tupate kuendelea mbele, tupate katiba mpya. Lakini kupitiwa upya kwa kufanywa marekebisho kwa sheria za mabadiliko ya ili kukidhi matakwa ya sasa na kuhuisha mchakato wa katiba mpya. Mswada wa sheria ya kurekebisha sheria hizi uwasilishwe na kupitishwa bungeni katika mkutano wa karibuni wa bunge, na ikiwezekana mkutano uliopo wa bunge. Jengine, uitishwe mkutano wa kitaifa, National Sovereign Conference, utakaoshirikisha wadau wote nchini ili kupata mwafaka wa masuala juu ya katiba ambao ni nyeti na hayana mwafaka, ikiwemo muundo wa muungano. La nne, iundwe timu ya wataalamu wabobezi, Committee of Experts, ili kuandaa rasimu mpya ya katiba. Na tano, iitishwe kura ya maoni, referendum, ili wananchi waamue kukubali au kukataa rasimu ya katiba inayoandaliwa. Mbali ya katiba mpya, ACT Wazalendo tunaamini tunapaswa kurudi kwenye misingi kwa kuyarudia mapendekezo yote ya ripoti ya tume ya Jaji Nyalali, ambayo yaliweka mambo yote muhimu yanayopaswa kuwepo katika nchi
inafuata demokrasia ya vyama vingi. Miongoni mwao ni kufutwa kwa sheria zilizotajwa, ikiwemo na nyingine ambazo zimetungwa baada ya hapo. Ziangaliwe na sheria nyingine kandamizi za ziada zilizotungwa baada ya 92 kama sheria ya makosa ya mtandao, sheria ya takwimu, sheria ya huduma za habari, sheria ya vyama vya siasa, hasa mabadiliko yake makubwa ya 2019 ambayo yamempa madaraka makubwa msajili wa vyama vya siasa, na sheria ya tume huru ya uchaguzi. Nchi hii inachekesha sana. Tumepigania uhuru mpaka tumeupata. Hapakuwa hasa na sheria ya vyama vya siasa. Kule Zanzibar sheria ya vyama vya kusajili vyama imetungwa Disemba mwaka 1963. Siku chache kabla ya mapinduzi. Lakini harakati zote hizo zimeendeshwa vyama vya siasa vikiwa vimesajiliwa polisi tu na kusajiliwa ile board of trustee basi. Lakini leo tuna sheria msajili wa vyama, tuna wasajili wengi nchi hii. Tuna msajili wa makampuni ambaye yanaendesha very sensitive institutions, lakini hana mamlaka, hata robo ya mamlaka alionayo msajili wa vyama vya siasa. Yani kama kwamba hivi vyama vya siasa ni vya kwake mwenyewe, sio za wanachama. Kufutwa na kurekebishwa kwa sheria kandamizi, kutungwa kwa sheria mpya ya tume huru ya uchaguzi ambayo itakuwa huru kweli kutoka ngazi ya taifa hadi ngazi ya vituo vya kupiga kura, kuhesabu na kufanya majumuisho. Badala ya sheria, hatua za uundaji wa tume huru zianze mapema kabla ya uchaguzi ujao. Sasa hivi Watanzania wengi tumekuwa fixed kwamba uchaguzi ujao ni 2030. Sisi tunasema katika hali ya nchi hii ilivyo sasa hivi, marekebisho yafanywe, na ikiwezekana, kwani lazima kuitisha uchaguzi 2030. Ikiwezekana tuitishe uchaguzi, the sooner the better, ili kuwatoa Watanzania na kuwajenga na imani ya kwamba nchi hii kweli imedhamiria kufanya marekebisho, kwamba tunakusudia tuanze upya. Ndio tunavyoiona sasa hivi. Tumelishwa na kila mtu tunaimba kwamba uchaguzi wa 2030. Sisi tunaomba Watanzania watafakari katika hilo. Lakini na jingine ni kutenganishwa kwa nafasi ya utawala katika serikali katika ngazi zote za serikali. Sasa hivi mji mkuu wa mkoa, mtumishi wa umma au mkuu wa wilaya, sasa hivi kila mtu huko kwingine kwenye vyombo vya dola hivi, polisi, huwezi kumjua kama huyu ni OCD au ni msaidizi wa mkuu wa wilaya, hawa ni RPC au msaidizi wa mkuu wa mkoa, kwa sababu anapokea amri moja kwa moja kutoka. Kufanya mageuzi makubwa ya utumishi wa umma ili kuwa na an honest and efficient government. Sasa hivi kama kuna kitu ambacho kimekuwa compromise, basi ni utumishi wa umma katika nchi yetu, na huwezi kuwa na maendeleo katika nchi kama huna an honest government. Na honest government maana yake ni utumishi wa umma unaendeshwa vizuri. Kutekelezwa kwa hatua za katiba, kisheria na kikanuni, kiutawala na kimafunzo, na kuviondoa kwenye utii wa kisiasa vyombo vya ulinzi na usalama katika nchi, ili vibaki tuviondoe, tuvidepoliticize, tuviondoe na vifanye majukumu yake ya msingi ya kulinda katiba ya nchi yetu. Na vyombo vya habari vya umma kufanyiwa mageuzi ili vitofautishe matangazo ya shughuli za serikali na za umma na zile za chama kinachotawala na mengine mengi yanayofanywa katika vyombo vya umma. Kuweka uwanja wa siasa ulio huru na sawa kwa vyama vyote vya siasa, na kuchukuliwa hatua ya kutoa elimu ya uraia juu ya mfumo mpya wa kidemokrasia au new dispensation ambayo itaanzishwa baada ya hapo. Lakini la mwisho kubwa tunaloomba na ambalo ni la msingi ni kurejesha thamani ya kura ya Mtanzania. Mtanzania atoke katika utumwa. Nchi hii irudi mikononi mwa Watanzania wenyewe kwa kuwachagua viongozi wao kuheshimu katiba ya nchi, kuheshimu sheria za nchi na kuwajibika kwa wananchi. Hili ni jambo
la msingi ambalo linahitajika. Hatua zote hizi nilizozitaja hapa zinahitaji muafaka wa kitaifa utakaopeleka mbele kwa pamoja kama taifa. Kwa hivyo tunahitaji kuanzisha jukwaa la majadiliano ya kitaifa litakaloongozwa kwa misingi tuliyoitaja ya ukweli, haki na uwajibikaji ili kukubaliana juu ya namna bora ya kuzifikia hatua hizo. Ndugu washiriki, kwanza niwashukuru sana kwa muda wenu wote kusikiliza kwa umakini, naamini. Lakini la msingi, sisi tumechukua hatua zote hizi, tunaamini ni kwamba tumeanza tu. Nchi hii ina utajiri mkubwa sana wa watu wenye mawazo, wa watu wenye kuipenda nchi yao, na sisi tunavyoamini kwamba nchi yetu haipaswi kuwa hapa ilipo. Kwa utajiri huu uliopo, tunaamini kwamba hatupaswi kuwa hapa tulipo. Tunapaswa kuwa na nchi ambayo kweli ina ustaarabu, inalingana, na ambayo Watanzania sote tutaona fahari. Leo unafika pahala unajiona aibu kwamba wewe Mtanzania kwa vituko vinavyofanywa katika kuendesha nchi yetu. We are no longer proud of our country katika baadhi ya maeneo kwa sababu hiyo. Na ukitaka kujua kwamba hawa wanaojichukulia madaraka wanatukosea Watanzania, tujipime. Hata hivyo vyombo vya dola tuvipime katika mambo ambayo uwezo wao, katika mambo ambayo hayahusishi siasa, utaona vina uwezo mkubwa kuliko nchi nyingi. Tuna wataalamu mbalimbali ambao wana uwezo mkubwa kuliko nchi nyingi. Tuna nchi ina utajiri ambao mkubwa sana, lakini umekuwa locked kwenye siasa zetu hizi za ajabu. I think it is time tutoke hapa tulipo. Tuna uwezo huo, tushirikiane, tuliendeshe hili. Tumewahi kulifanya huko nyuma, ikawa kila mtu na majukwaa, kupitia majukwaa mbalimbali tukajenga mustakabala wa nchi yetu. Mimi naamini wanalolitaka wa Tanzania tukiwaunganisha, tukawasimamia, sisi tunaamini kwamba linawezekana na mabadiliko yanawezekana katika nchi hii. Nawashukuru, asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Mwenyekiti, sasa ushuki kwenye kiti chako, itabidi ukae hapo pembeni kwenye kochi mbele.